nimpongeze mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimpongeze mkuu wa wilaya, lakini nipongeze hata mkurugenzi na safu nzima ambayo imesimamia ule uchaguzi na hata kamati ambayo waziri mkuu aliiandaa ndani ya soko letu. Niseme kwa dhati kabisa nimefurahi. Nilijua kabisa kwamba vita hii ni ngumu, na mimi nikiwa kama katibu nimefanya kazi ndani ya miaka mitatu. Moja ya vitu ambavyo nimekutana navyo, kuna changamoto ambazo sikuwa na kofia ya maamuzi, lakini nakwenda kuwa na kofia ya maamuzi. Kwa naamini sasa wafanyabiashara kile walichokuwa wanakimulika wanakwenda kukiona. Moja ya kitu ambacho ilikuwa ni changamoto kwa wafanyabiashara ni yanapotokea matatizo, mfanyabiashara alikuwa hajui aanzie wapi. Tulikuwa napitisha daftari, kuna wakati mwingine wachangishaji wanachoka. Kwa hiyo sasa tunakwenda kuwa na katiba yetu, tunakwenda kuwa na umoja wetu, tunakwenda kuwa na mfuko wetu ambao tutakubaliana wenyewe wafanyabiashara kwamba ni wakati ambao mtu anayefiwa apewe kiasi gani, au tunasafirisha, kwa sababu toka tumelianza soko letu wamefariki wafanyabiashara wasiopungua 13 ambao ni wafanyabiashara tuliotoka mtaani. Mimi kwangu nasema rest in peace kwa makamanda wale, kwa sababu walikuwa ni watafutaji, lakini sasa hivi sisi bado tunaendelea kupambana. Kwa hiyo ahadi yangu kubwa kwa wafanyabiashara, ninasema tunakwenda kuanza mwanzo ulio mwema. Mimi ni msomaji mzuri wa maandiko matakatifu. Nikisoma katika kitabu cha Matendo sura ya 9, sikumbuki sana, anasema imekwisha. Yesu wakati anaenda kukutana na lile purukushani alisema imekwisha msalabani. Kwa na mimi nasema wale wafanyabiashara ambao walikuwa wananongwa, narudia mara ya tatu, walikuwa wananongwa wakiamini kwao wafanyabiashara wanawaelewa sana na wanatamani wao wawe viongozi. Majibu wameyapata leo. Ni wakati wa wao kutulia na kujifunza namna ya uongozi ambavyo unatakiwa ufanye kazi. Kwa mimi nikiwa kama Marco, ambavyo wafanyabiashara wameniita Simba wa Teranga, nadhani mmeona nyinyi wenyewe furaha walionayo na namna ambavyo mikakati walivyokuwa wanaitegemea. Kwa hiyo niseme tu, waandishi wa habari, tunajivunia sana kwa hili ambalo limetokea, maana ni mchakato ambao waliudai wenyewe wafanyabiashara sana. Asanteni sana, asanteni sana wafanyabiashara, lakini asante sana serikali kwa kukata kiu ya machinga. Kiu ya machinga waliamini kwamba sisi humu ndani namna ya mwenendo wa uongozi wetu tunauendesha sivyo ndivyo, lakini mmeona wenyewe kwamba wafanyabiashara walimhitaji sana Marco Simon Mhagale. Sio kwa bahati mbaya, ni makusudi yaliyo wazi, na ndio maana wamekwenda kuyajibu haya leo. Kwa hiyo ninaomba kwa sasa serikali tuache walau hata mwaka mmoja tuyapike mambo yetu, ili baadaye mkija kututembelea mje muone nikiwa kama mwenyekiti nimefanya nini, kwa sababu mambo na taswira niliyoibeba ya soko ni kubwa, na ninaamini soko hili ni tajiri na wafanyabiashara wana uwezo wa kujitegemea.